Ya. Sawa. Habari za asubuhi waungwana. Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mwanakondoo ameshinda. Maranatha, kwa sabato, wasalamu wa sabato. Maranatha, Yesu anakuja. Morafia ni mwanakondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo wa Roma. Asalamu alaykum. Walhamdulillah wa barakatuh. Waislamu ndugu zangu. Sabato akasema pia sikucheleweshe, kwa maana yeye haendi hivyo, kwa maana yeye ndiye asikucheleweshe. Wao ndugu zetu wa Pentecost. Shalom watu wa Mungu, Yesu Kristo atukuzwe. Leo ni Mei 18 mwaka 2026, Blue Monday. Nimefikiri kushiriki na wewe. Nimetamani nishiriki na jamii yangu mambo kadhaa kwa habari ya maisha. Vijana, tutazungumza na vijana. Na wewe kama ni mzee pia unaona ujielewi bado, unakuwa kwenye kundi la vijana. Ni mama mtu mzima ujielewi, unataka kufanya mambo ya watu wazima, unafanya mabinti ujielewi, kwa kaa kwenye kundi la vijana. Sawa? Tunapokwenda mbele huko kidogo kutoka sasa, kama sio tayari tumeanza hivi sasa, jiandae kukumbana na ndoa zaidi ya 3 au ndoa 4 tofauti. Na nataka ndoa hizi niziweke katika makundi kadhaa. Ndoa ya kwanza ni inayohusisha mume na mke kama ilivyo kanuni ya Biblia. Mtu atamwacha baba yake na mama yake na hao wawili watapatana kwa kitu kimoja. Hivyo, jinsia mbili tofauti. Lakini kuna ndoa kwa pande za wenzetu kwa Ulaya au nje ya Tanzania, kuna ndoa inayohusisha binadamu na mnyama. Unakumbuka nafikiri kipindi fulani miongoni mwa waziri mmoja kule India alifanya ndoa na mamba, funga harusi na mamba. Lakini kuna ndoa inayohusisha mme na wake, hii hata Tanzania ipo. Lakini kuna ndoa inayohusisha mwanamke mmoja na wanaume wengi, na ina ndoa. Lakini tuna ndoa za jinsia moja. Lakini nataka nizungumzie kwa habari ya ndoa zinazotokana na mtiririko wa maisha kila siku. Mabinti hivi sasa na vijana wanapoona changamoto za ndoa, vuta ni kuvuta inaendelea hivi sasa katika ndoa, changamoto iliyopo kubwa ni moja. Wanajifunza kwamba kumbe kwenye ndoa ni maisha magumu. Ndio maana naona sasa hivi watu wengi wanajitokeza na sana, bwana, ni afadhali niwe single mother kuliko kuwa kwenye ndoa. Sijajua kama kuna single father pia, na inawezekana pia. Lakini kikubwa kinachotafutwa ni kitu kimoja, kwamba kutokana na mtindo huo maisha kuwa magumu, mabinti wengi hawashawishiki kuingia kwenye ndoa. Vijana hawashawishiki kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tuna aina ya ndoa ambayo kijana atamwambia binti, bwana, kutokana na vurugu zinazokuwepo kwenye ndoa, bwana, afadhali wewe unaishi kwenu, mimi naishi kwetu, ila nitakuwa na kuhudumia, ila unazaa watoto kiwa kwenu. Kwa hiyo unajikuta baba amezaa binti, baada ya kuondokana na changamoto ya malezi, anabidi aendelee tena kulea, kwa sababu binti amerudishwa nyumbani, kijana hajataka kulea. Hiyo ni aina ya ndoa. Kwa bwana, kisha kwa huyo mtoto tunakupa mimba tena, naendelea kulea kwenu, kizaa na kuhudumia, tusione hivi sisi tukagombana tukabugudhiana. Ndoa ya pili, ndoa ya tatu sasa ni ndoa ambayo inahusisha kati ya mme wa mtu na mke wa mtu. Mme wa mtu ndani na mke wake hawaelewani. Yaani mwanamke anapotoa wazo la kimaendeleo kwa mwanaume, mwanaume anaona lile wazo sio wazo zuri. Ila yule mwanamke akipeleka lile wazo kwa mwanaume wa mwanamke mwenzake nje, mme wa mtu yule, anamuunga mkono na kumongezea mtaji. Kwa hawa watu wanaanza kuwa na mahusiano, yani huyu yuko kwenye ndoa yake, ndio kwenye ndoa yake, lakini wana mahusiano. Wakishajijenga, wametafuta uchumi kwa mkubwa, sasa bwana, tujenge nyumba. Wakishajenga, nadhani wewe mtazamaji wangu, askofu unanitazama, sheikh, padri, mchungaji, mtu yoyote yule, mwinjilisti, mwalimu, na hata mtu wa kawaida tu, muumini au jamii, wewe unajifunza nini? Unafikiri nini kitakachofuata baada ya hapo? Hawa watu wakisha kuwa wamejijenga kiuchumi au wakatafuta fedha, wakafungua miradi, wazo watakaloshauriana hapo baada ya muda ni kwamba bwana, sasa hivi vitu tumemtafutia nani? Tupate mtoto. Kwa hiyo huyu anatoka anaenda anaisaliti ndoa yake, na huyu anaisaliti ndoa yake, wanapeana ujauzito. Huyu mwanamke anarudi, hamwachi mume wake, ila mwanaume anajikuta analea mimba isiyo ya kwake na mtoto asiyo wa kwake, ila alizalishwa na mtu mwingine. Lakini yule mwanaume pia ambaye amempa ujauzito mke wako, pia na yeye haishii hapo, na yeye mke wake pia ana mwanaume mwingine ambaye wanaelewana kimaendeleo, anampa ujauzito. Kwa hiyo unaona mtiririko huo unaendelea. Ni ndoa ngapi hiyo?
ndoa ya tatu, maisha yamekuwa ni magumu sana. Wakati fulani ninachotaka kusema ni kitu gani? Ili uwe bora na uwe jasiri katika kila hatua, jitahidi sana kuthamini wazo la mtu mwingine, hata kama ni la ujinga kiasi gani. Sisi katika falsafa tumesoma kitu kimoja kwamba hakuna neno baya duniani. Hata mtu akikwambia ujinga wa mpumbavu, sio tusi wala si baya, ila amezungumza kwa wakati gani na amemaanisha nini. Ni hivi, mke anaweza kukuletea wazo hata kama unaona halina thamani, crash, usilikate neno lake juu kwa juu. Muache kwanza lisikilize, kuna muda litakufaa. Si maanishi kwamba wanawake wote wanatoa mawazo ya muhimu. Kuna watu wanatoa mawazo ya kijinga. Kuna wanawake ambao wanaishi tu, wanawaza leo hii tu. Ukipata pesa, anunue nguo, ale vizuri, hawazi kuhusu kesho. Huyo tunasema ni mtu ambaye yupo anapeleka bora liende. Hana future na wewe kwenye maisha. Lakini yule mwenye malengo na wewe kwenye maisha atakubali mjinyime leo kwa ajili ya kutengeneza kesho. Lakini kwa bahati mbaya, nitazungumza kwa wakati mwingine, utajiri wa wanawake wengi wamewekeza kwenye nywele kuliko kwenye nyumba. Yaani nyumba za wengi, wanawake wengi, mme na mke bado wapogo tu kwenye, wanaishi kwenye nyumba za kupanga, maana utajiri mkubwa mke aliwekeza kwenye nywele. Wewe kwa wiki unasuka nywele 50,000, ukikaa ndani ya wiki 2 umesuka tena, na unatarajia uwe na maisha mazuri. Hakuna maisha mazuri hapo. Utajiri wako uko kwenye nywele, umeweka kwenye kichwa. Sasa wenye akili wenzako hawajitesi kwa habari ya kujipamba, huku wanatoka maeneo ambayo hayana sifa, lakini wanaishi maeneo ambayo yana ubora kwa kujinyima. So mimi nikwambie tu jambo moja, ni kwamba wakati fulani niko kwenye saloni yangu ya kijanja sana hapa kabisa. Ukifika hapa ile ukivuka tu mbele ya soko la Betuma la CCM, tunakufanyia unyoaji mzuri sana. Yaani utanyolelewa kwa namna ya kipekee ambayo utanishukuru kwamba Apostle Mwandandila uliniambia. Kwa hiyo fika hapa utakutana na kijana wangu janja kabisa hapa, Ambrose, atakunyoa kwa uzuri kabisa. Na wakati fulani pia ukifika hapa usiache kuweza kumpigia kwa namba hizi 06 37 15 15 98 07 06 37 15 15 98. Ukimpigia hapo mwambie tu mtumishi Mwandandila ameniambia ningi hapo utaninyoa kwenye ubora, kutoka kwenye ubora unaoonekana sana. So nilichotaka nikushauri kitu kimoja, ilinde ndoa yako. Lakini pia wakati fulani wanawake au wanaume wanaweza kuwa ni sababu, yani wewe mwanamke au mwanaume unaweza kuwa ni sababu ya kutokuendelea mbele kwenye maisha. Kuna watu wana mitazamo imekufa. Yaani anaishi hapa ni bora kuishi. Yaani ni kana kwamba alipokuwa anaoa alikuwa haelewi kwa nini ameoa. Kijana ngoja tukushtue, nikwambie kitu kimoja. Kabla hujaoa au kuolewa, jiulize kwa nini unaolewa au kwa nini unaoa. Umeshindwa kujikidhi mahitaji yako, una mhemko wa ngono, umefikiria uoe, unashindwa kupika, unashindwa kufua, au muda wako mwingi unaona uko bored, unataka upate rafiki. Oa kwa sababu unaelewa kwa nini unaoa. Olewa kwa sababu unaelewa kwa nini unaolewa. Lakini ukiolewa kwa sababu ya kwamba utimize tamaa, ukipeana mimba hapo, ukijifungua, thamani yako inashuka mwanadada. Kijana pia utaitwa baba fulani. Kwa hiyo ile CV ya kwamba hajaioa inafutika. Tunajua ni kwamba ni baba mtu fulani alimpaga mimba, alitelekeza. Huyo ana kanuni ya kuwapa mimba mabinti, anawaacha hawezi kulea. Wapo wakina baba ambao ni KKB, vijana KKB, kula bure, kulala bure na choo bure. Sijui kama nitakuwa nimewakosea sana, naomba mtanisamehe sana kwa neema ya Mungu, lakini lengo ni kukukumbusha tu kwamba maisha the wrong process ina mchakato mrefu sana. Mchakato wa muda mrefu sana. Kwa hiyo mpaka ukajitafuta ukajipata si jambo la siku moja. Kwa hiyo sema kwamba eti bwana mimi naoa kwa sababu ndoa hii imenishinda, imekuwa ni ngumu, basi mimi naacha, taoa tena. Utaoa wanawake wangapi? Wanawake ni wale wale, sketi ni zile zile, lakini badili mtazamo wako wa fikra, ndoa yako itakufaa. Huyo mwanamke una uwezo wa kumbadilisha wewe akaelekea katika mwelekeo wako. Ila wengi wanaume tumekosea. Tunaacha kwamba wanaume tutembee kwenye kile wanachotaka wanawake, tutembee kwenye barabara mwanamke na maono yake. No, mwanamke ameolewa anabidi atembee kwenye barabara yako. Wewe kijana unayemtazama, ukiwa boga atakuwa boga, ukiwa miogo michungu atakuwa miogo michungu, ukiwa mwenye akili atakuwa mwenye akili, ukiwa nazi atakuwa nazi, hivyo hivyo. Kila anachopanda mtu ndio anachovuna. Sasa kupanga ni kuchagua. Unatamani ndoa yako siku moja ufike nayo mbinguni? Unatamani kijana umuone Yesu ukiwa bachelor, unataka kuoa? Acha kuoa, oa kwa mazoea. Utalala nao wote, mwisho wa siku utajijazia mikosi mingi.
Kuna wengi mmebaki kuwa maskini, maisha yenu hayaendelei kwa sababu umeshatembea na wanawake wengi, umekuwa na wanaume wengi, mikosi imekujaa, kuna maroho ya utoaji wa mimba, kuna uzinzi, kuna uchawi, maana agano linahama kwa damu. Kwa hiyo kama nimekwambia nimekuboa, unisamee, ila nimeongea vitu vingi. Kuhani and Apostle Journalist Hweni Mwandandila wa huduma ya NMYU International Ministry. Karibu sana katika ibada zetu. Siku ya Jumanne tunakuwepo saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni, lakini pia siku ya Alhamisi saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, on deliverance kwa watu wote ni crusade. Jumapili saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana tunapumzika hapo lisali moja, kisha saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni tunakuwepo tena hemwani mwa Bwana. Karibu katika madhabahu ya nuru mpya funuliwa ulimwenguni NMYU International Ministry chini ya kuhani na mtume mwandishi Hweni Mwandandila. Kanisa lipo Ilemi mwisho wa bajaji za Mapelele, mbele ya kanisa la Moravian kidogo. Kama unatokea njia ya Juhudi utaona hapo tunapomwabudu Mungu. Shiriki kutoa sadaka yako kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu. Namba 07 40 00 770079. Namba nyingine ni 0719999746. Namba nyingine ya Halotel ni 0611217161. Namba ya Airtel 0782999959. Usiache kutembelea mitandao yote ya kijamii: TikTok, Trumpet Media Worldwide, YouTube Mwandandila Media Worldwide, Facebook Mwandandila Hweni. Mungu akubariki sana, ninakupenda. Karibu sana katika huduma hii ambayo Mungu ameiachilia kuhubiri kweli kwa ulimwengu. Ikiwa unachukia kuambiwa kweli, bado unataka kuwa mjinga. Ndio maana angalia, walio wengi wanaoana kabila moja, watu wote huzalisha wajinga wengi. Ndio kanuni. Yaani ndio kanuni. Kumuoa mtu wa jamii yako ni kutaka wajinga wengi wazaliwe kwenye eneo moja. Kwa hiyo jifunze kuangalia mbali. Umekataliwa Songea, nenda Mbeya, nchi haijaishia Songea. Ukikataliwa kijana Mbeya, nenda kaoe Arusha. Ukikataliwa Arusha, nenda hata Kenya. Ukikataliwa Mnyakyusa hapa Mbeya, nenda kaoe hata Zambia. Mungu ameumba ulimwengu mkubwa, lakini uboga ndio unasababisha watu wanaoana eneo moja. Si vibaya, ile utaona wenye mikosi wanaoana kwenye mikosi, wanazaa wenye mikosi, kinachoitwa mkosi. Shalom mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Nafunga koti langu ili bwana una wakati mzuri.